Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Katika kipengele hiki cha kuangalia masomo yanayopatikana ama yanayotoholewa na kudondolewa kutoka katika surati Yusuf, tutairudia aya ya nyuma, aya ya 6, baada ya Yusuf kumsimulia baba yake ndoto ambayo baba yake aliona tafsiri yake kwamba atakuwa ni mtume, yani Yusuf. Yani kwa hiyo ndoto Allah Jalla wa Ala amembashiria, sababu ndoto za kweli na ndoto njema zinatoka kwa Allah kupitia malaika. Yani malaika ndiye ambaye anafanya hiyo process ya kumwotesha mtu na kumpa hiyo picha katika ndoto. Hiyo ndoto kutoka kwa Allah na bishara kutoka kwa Allah ilionyesha kwamba Yusuf baadaye atakuwa nabii, kama ambavyo wamekuwa manabii babu zake na baba zake hapo kabla. Yani wakadhalika yajitabika rabbuka, na hivyo ndivyo kama hivyo Mwenyezi Mungu anakuteua. Yajitabika rabbuka wa yuallimuka, na atakufunza min ta'wili al-ahadith, tafsiri ya matukio na ndoto. Wa yutimmu ni'matahu alayka, na kwa ndoto hiyo ndio Allah anatimiza neema yake juu yako, neema ya unabii, kama atamaha, kama ambavyo aliitimiza. Hapa ndio nukta ambayo tunaikusudia, kama atamaha, wewe utakuwa nabii kama ilivyokuwa kwa nani? Kama atamaha, kama alivyoitimiza neema hii ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, kama alivyotimiza kwa baba yako Ibrahim na Ishaq, na bila shaka kama alivyotimiza kwake yeye nani? Yaqub. Yani Yaqub ni nabii na hana mashaka juu ya unabii wake, lakini ilikuwa aseme kama alivyotimiza neema hiyo kwa babu yako, babu mzaa babu ambaye ni Ibrahim, mzaa babu yake ambaye ni Ishaq, na Ishaq ndo alimzaa Yaqub. Kwa hiyo ilikuwa aseme kama ambavyo ameitimiza kwa Ibrahim babu yako na babu yako wa kwanza Ishaq, na mimi baba yako. Kwa nini hakujitaja yeye? Kwa sababu si katika murua, si katika uzuri mtu kujisifu mwenyewe. Yani mtu akasema mimi ni Dr. fulani. Wewe unaitwa nani bwana? Mimi ni Dr. fulani, mimi ni profesa fulani. Wewe jitambulishe kwa jina lako. Watu wengine ndio waseme profesa fulani, Dr. fulani. Lakini unaweza kujitambulisha kama kuna dharura, labda unajitambulisha kwa mtu anakuwa hakujui, na pengine kuna haja ya kujitambulisha kwa taaluma yako ili watu wayape uzito yale maneno yako unayotaka kuwaambia, kwamba wewe unaongea kwa nini input yako, mchango wako katika mazungumzo si kama ya watu wengine. Wasiyachukulie maneno yako ni maneno ya kawaida, wayachukulie maneno yako ni maneno ya kisheria, ni maneno ya mafunzo ya kidini. Unasema mimi ni profesa, mimi ni dokta, mimi ni shekhe, kwa dharura, kwa uhitaji. Lakini bila ya uhitaji mtu ajitambulishe kwa jina lake. Lakini watu wengine sio vizuri wamuite kwa jina lake, ni vizuri watambue ile fadhila ambayo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amempa, kama ilivyokuwa kwa Yusuf. Tutaona huku mbele kwa ndugu zake Yusuf, walikuwa wakimsemesha Yusuf katika wakati ule ambao alikuwa amekwisha kuwa ni bwana mkubwa ama amekwisha kurithi ufalme. Wakamwambia ayuhal azizu, kwa mfano masana wa ahlana dhurru, ewe bwana mkubwa. Kwa hivyo ukimsemesha mtu usipuuzie fadhila na cheo alichompa Mwenyezi Mungu Azza Jalla. Mwambie bwana mkubwa, mwambie boss, mwambie profesa, mwambie daktari, mwambie mwalimu, mwambie shekhe. Lakini yeye sio vizuri aseme mimi ni shekhe fulani, mimi ni profesa fulani. Ndio maana mzee Yaqub akasema kama atamaha ala abawaika min qablu Ibrahima wa Ishaqa. Yeye hakujitaja. Neema hii ilikuwa kwa Ibrahim na Ishaq, kwa baba zako kabla. Faida nyingine katika maneno haya
katika nukuu hii hakusema tu Allah anakupa unabii, akasema kama alivyowapa unabii kizazi chako kilichotangulia, asili yako. Hii ni kuashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akitoa neema kwa mtu fulani, basi neema hiyo huiendeleza kwa kizazi chao au kwa kizazi chake, mpaka ipatikane sababu ya hiyo neema kukatika. Yani sababu yenyewe ni sababu ya kimakosa, mtu akafanya madhambi. La in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitakuzidishieni. Msiposhukuru, yani mkaitumia neema vibaya, inna adhabi la shadid, adhabu yangu ni kali. Katika adhabu ya Allah ni kukata ile neema. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu Jalla wala amejalia uchifu, amejalia uongozi katika familia fulani, amejalia utajiri, ile neema na zinginezo katika neema, tunazungumza katika hukumu ya jumla, sio lazima iwe kwa kila mwanafamilia. Tunazungumzia katika hukumu ya jumla, ile neema itaendelea kubakia kwa mtu yule au kwa watu wale mpaka wao watakapobadilika wenyewe. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi yaliyoko kwa watu. Ulama wanasema kama ni mazuri habadilishi kupeleka katika ubaya, na kama ni wabaya hawabadilishia kawaletea uzuri mpaka wabadilike wao. Yani wakiwa wamepewa mazuri hawapewi ubaya mpaka wabadilike wao wawe wabaya, na kama ni wabaya Allah hata wapeleka katika uzuri mpaka wabadilike, watubie, wawe ni watu wazuri. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hivyo akamwambia, kama atamaha ala abawayka min qablu Ibrahima wa Ishaqa inna rabbi alimun hakim. Katika dalili za kwamba neema ikiwepo katika familia inaendelea, neema aliyokuneemesha Allah huwa inaendelea hata kwako wewe. Ibrahim alimwambia baba yake, saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, nitakuombea msamaha baba yangu kwa Allah na kukuombea hidayah, hakika Mola wangu amekuwa mara zote kwangu mimi ni mwenye kunikirimu. Hafiyan, yani Mujahidi anasema wala yani katika maana ya maneno yake kwamba haja innahu kana bi kariman, Allah hajaacha kuwa ni mkarimu kwangu. Kwa hivyo Ibrahimu akawa ana matumaini na kwamba Allah atamjibu dua yake, kwa sababu mara zote amekuwa akimjibu. Kwa hivyo manzila yote ambayo mtu amepewa na Mwenyezi Mungu Jalla wala ikiporomoka, basi ni kwa sababu ya makosa yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atujalie na kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.